msingi wa uhusiano wangu na Mungu ni kazi aliyofanya Kristo msalabani. Kwamba wakati amechukua dhambi pale msalabani, haki ilikuja kwangu mimi. Wengi na washinda wanasema tuliparana naye kidogo kwenye mazungumzo tukiwa kwenye mazishi huko Uswa huko Moshi huko. Tangu siku ya kaaga tena. Watu kwa tunaongea kwenye jopo mahali, alafu akaongea kitu fulani, alafu nikapitia hapo kaa mwewe. Akanicheki tangu wakati kile tukifanya kikao imeshindikana. Tunakutana kwenye sherehe tu za familia. Sio kama mnaelewa. Sasa hii haki ambayo alikuwa nayo Bwana Yesu ilimnyima kufa. Yaani hata kama alikuwa anataka kufa ilikuwa ni ngumu, mpaka afanye mchakato wa kuhakikisha kwamba hii haki anaiweka pembeni ndio aweze kufa. Amina. Na wewe ulipozaliwa mara ya pili, hii haki iliyokuwa inamsababisha Yesu asife ndio ukapewa. Sawa? Kwa hiyo ina maana namna pekee wewe unaweza kufa ni kumkana Yesu. Naambia kile mbona wanaendelea kufa? Kanisa linaendelea kufa kwa sababu wamekataa kupokea haki ya Mungu kama zawadi. Wameipata, alafu baada ya haki ya Mungu kuingia ndani mwao wameikana. Okay. Ukiwaambia hatuwezi kuomba rehema, hatuwezi kuomba msamaha wa dhambi kwa kuwa tumezaliwa mara ya pili, wanakuambia hakuna mtu ambaye atendi dhambi. Ndio? Hakuna mwanadamu aliye mtakatifu, hakuna mtu ambaye atendi dhambi. Kwa hiyo kama wanasema hakuna mtu ambaye atendi dhambi, wanasema wao ni wenye nini? Na wenye dhambi wanakufa hawafi. Mepesi? Ni mepesi. Kwa hiyo ndo maana anakuambia shika sana ukiri wako, shika sana ungamo lako, kwamba nini? Mimi ni haki ya Mungu. Usikubali hata kama umekosea, hata kama umefanya wanaoita dhambi, kataa, sema mimi ni haki ya Mungu. Kwa sababu gani? Kwa moyo mtu uamini hata kupata haki, kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Usikubali kusema hicho kilichotokea. Ng'ang'ana kwamba mimi ni haki ya Mungu, na hii haki nimeipata pasipo kufanya tendo la haki. Sio kama nimeipata kwa sababu nimefanya matendo ya haki. Shikilia hapo. Hai. Mpo? Unakamata. Ndio anaambiaga watu it doesn't matter kama una tatizo la pombe na umezaliwa mara ya pili. Ukifika bar, weka glasi yako safi, lete chupa yako ya safari, wakati unaisafisha unafuta na waita nini serviette ile, unaifungua unasema oh haleluya, mimi ni haki ya Mungu ndani ya Kristo. Kina harufu mzuri. Cheki povu hilo, mimi ni haki ya Mungu ndani ya Kristo. Na kuhakikishia ukisema hivyo, umalizi wiki, pombe, kiu yote imeondoka. Unageuka unakuwa mtakatifu. Hauachi tatizo la pombe kwa kulia kusema mimi sasa ni mwenye dhambi na kunywa bia. Utaka utoke. Anza kusema vile ambavyo wewe umekuwa, kwamba kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Sema mimi ni haki ya Mungu ndani ya nani? Ya Kristo Yesu. Then hicho ulivyo ndani ambacho umekipata kama zawadi kwa njia ya imani kitadhihirika wapi? Nje. Come on man. Mwambie mwenzio mimi ni haki ya Mungu. Mwambie Yesu hakuweza kufa kwa sababu alikuwa ni haki ya Mungu. Na kwa kuwa mimi ni haki ya Mungu, haiwezekani pia kufa. Ndio maana inaitwa zawadi. Sawa, ndio inaitwa nini? Huna ulilofanya. Sasa ndio wengine wanapata tabu. Sasa na huruma gadi pia.
alafu hujaona vitu bado, wewe utanitaka. Hey, hey. Okay. Fikiria na Mungu Baba kusema mtoto ana vituko, simniambia na vituko. Fikiria na vituko vyote vile, lakini ndo naukuna moyo wake, utanitaka sasa. Kwa sababu nilichofanya mimi wala sikuweka makunyanzo. Aliposema wewe ni mwenye haki, kaambia Baba poa, nakuaminia. Lete kitu hicho, lete hicho. Sikuwa na maswali mimi. Washikadini wamebakia na maswali yao, mimi nasema hey. Na Mungu mwanzo 2009 2010 mwanzoni, mtu anakuja tunaongea naye, naambia hivi, Mungu ni mwenye haki. Anasema ana haki. Naambia ungependa kuona haki ya Mungu? Anasema hivi inawezekana kuonekana kweli? Naambia inawezekana. Ungependa kuiona? Anasema ningependa kuiona. Naambia unaangalia haki ya Mungu, mimi ndo haki ya Mungu mwenyewe. Kwa sababu gani? Biblia inasema kwamba Yesu alikuwa dhambi, mimi nikawa haki ya Mungu. Amina. Si utakiwa ufike mahali ukiwa unapita, alafu ukuta watu wanabishana wanaongea, alafu mtu akasema haki ya Mungu, vile unasema naam. Wake amekuita, wake wewe ndo haki ya Mungu, unasema naam. Ni zawadi. Ndio maana ukisimama mbele za Mungu, yani unashukuru, huwezi maliza kushukuru yani. Kwamba wewe masikio yako anataka yako juu anasikiza habari yake. Ukisikia tu amesema haki ya Mungu, unasema niko hapa. Usikubabaishe. Kama wao wataki, si wao. Waambie, waulize tu. Ukiweza kuniambia, sawa, Yesu alikuwaje mwenye dhambi pasipo kufanya dhambi? Na mimi nitakwambia nimewezaje kuwa mwenye haki pasipo kufanya haki. Kama hauwezi kuniambia, chapa mwendo, unanekea kiwingu. Haitaji elimu hii. Hapo vipesi sana. Ndio maana hivi vitu ukianza kuvitafakari, kila siku mnasikia nasema siku Bwana Yesu akijichanganya akatokea hapa katika mwili. Naambia sasa bro, hebu upako na nini, hebu weka pembeni kwanza. Anaweza naambia wewe weka pembeni. Akiweka pembeni na mkamata na mtia begani. Tunakimbia kwanza, tunazunguka, yani nisikie hela nishangilie naye. Maana kitu alichokifanya ni kikubwa mno. Yani Hallelujah. Amen. Hiyo kwa nini usimpende? Unaweza ukashinda unawaza mataputapu wakati kuna vitu vizuri namna hii. Okay, tupige. Mmeanza kupata idea sasa. Tuko sawa?
Ndio maana Mungu akasema wakiwaulize na kuaje hiyo, waambie waamini, tuache hayo maswali. Achana nayo. Kwa sababu ngoja nikwambie. Iko hivi, tena Warumi 5. Oh. Mweneleto zingine paka unamshangaza Mungu eti. Sulisikia anavyosema. Sasa jana niliza watu bora siwaelewi naye anasema hata sawa, twende Warumi 5. Warumi 5:12. Anasema kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wamefanya dhambi. Sawa? Anachojaribu kusema, anasema dhambi inaambukiza. Maana anasema kwa mtu mmoja, akimaanisha hapa Adamu, dhambi iliingia ulimwenguni. Kwa hiyo ina maana kuna wakati dhambi ilikuwa haipo ulimwenguni. Si ndio? Na anasema dhambi hiyo ilipoingia ulimwenguni ikasababisha mauti. Si ndio? Hapo? Hiyo washikadini, kwa kweli washikadini. Unajua dini ni pepo? Dini ni pepo. Ndio maana mtu aliyeng'ang'ana na dini ni mgumu, ni mbishi, asikilizi. Ni pepo full. Na ndio maana nilitaka tuanze kujielewa, tuanze kuelewa swala la haki. Ukienda ukaongea na wao mshikadini viwili, ama akubali ageuke, ama aseme ondoka, kaa mbali nami, mimi ni mtenda dhambi, akimbie. Haleluya. Amina. Haleluya. Wapendwa, ile habari ya kwenda unaenda kumshuhudia mtu, unaenda unashaka, una wasiwasi, yeye ndo anatakiwa kukimbie wewe, na sio wewe muogope yeye. Amen. Amina. Anasema kwa mtu mmoja, hajasema watu wawili, hajasema watu watatu, anasema kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Maana yake ni kwamba kuna wakati ulimwenguni dhambi ilikuwa haipo. Haleluya. Na anasema ni baada ya hiyo dhambi kuingia ndio na mauti nayo ikaingia. Haleluya. Na anasema mauti hiyo ikawafikia watu wengi, hata wale ambao hawakufanya dhambi inayofanana na Adamu. Kwa hiyo watu wanakufa sasa hivi sio kwa sababu ya ulevi, sio kwa sababu ya uzinzi, sio kwa sababu ya uchawi. Ni kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya dhambi ya Adamu. Haleluya. Lazima uweze kutofautisha hivyo vitu. Ukishindwa utateseka tu. Na tukishasema hivyo anasema kwa hiyo watu wakanywe pombe tu, wakafanya uzinzi tu. Isi ukienda ukaendelea kunywa pombe, ukaendelea kufanya uzinzi na takataka nyingine, maana yake ni kwamba bado wewe una asili ya Adamu, na kwa maana hiyo lazima ufe. Kinachokufanya ukafanye hayo ni kwa sababu ya asili ya Adamu bado inafanya kazi ndani mwako.
Na asili ya Adamu inafanya kazi ndani mwako, kwa sababu wenye dini wamekudanganya, wamekwambia kwamba haijaondoka, na wewe ukaamini kwamba haijaondoka. Wanakudanganyaje? Kwa kuambia omba rehema, omba msamaha, tubu dhambi zako. Hakuna aliye mtakatifu, hakuna. Hakuna aliye mwema duniani. Wapo. Hakuna. Bwana Yesu alisema hakuna aliye mwema isipokuwa mmoja tu ambaye ni Mungu. Wapo. Unabishana Bwana Yesu? Nakubaliana naye. Si, mimi ni mwema. Lakini Bwana Yesu alisema kwamba hakuna aliye mwema duniani, ndio nakwambia hivi mimi ni mwema. Unataka kujua kwa nini mimi ni mwema? Mimi nimekuwa kitu kimoja na Mungu, Muumba wa mbingu na nchi. Amina. Wewe unanifanya unanitenga? Na alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Hawa wawe mmoja, kama vile sisi tulivyo mmoja, mimi ndani yao na wewe Baba ndani yetu. Kwa kama yeye ni mwema, automatically na mimi ni mwema. Si Bwana Yesu aliyazungumza, alikuwa hajaenda kufa msalabani bado. Nesa. Si mambo ni mepesi. Usiyafuate kidini. Kwa anasema kwa mtu mmoja ambaye nani? Adamu, dhambi iliingia ulimwenguni, na dhambi hiyo ikasababisha mauti, na hii mauti ikawafikia watu wote, hata wale ambao hawakufanya kosa linalofanana na Adamu, kwa sababu mbele ya macho ya Mungu ikawa ni kwamba wote wamefanya dhambi. Ndio? Sasa nikuulize swali. Kama mtu mmoja aliweza kuwa kwenye kutokutii maagizo ya Mungu, na kutokutii kwake kukaleta dhambi, na dhambi hiyo ikafikia watu wote, haiwezekani akatokea mtu mmoja akamtii Mungu na kutii kwake kukaleta haki, na hiyo haki ikaenda kwa watu wote? Inawezekana. Kama ya kwanza iliwezekana, dhambi ya Adamu ikaua watu wote, kwa nini haki ya huyu wa mwisho isiwape uzima watu wote? Inawezekana. Kwa nini tunakubali nusu alafu nusu nyingine tunaikataa? Okay. Ngoja niende mbele afu nitarudi nyuma. Wachaga wasema ngoja niende afu tarudi nacho. Si ndio? Warumi 6:23 wanasemaje? Okay, ngoja fanya hivi. Tusome kwanza mstari wa 17. Tukiwa Warumi 5 hapa. Tusome wa 17. Anasema ama ngoja. Twende taratibu. Kwa nini? Tulikuwa mstari wa ngapi? Wa 14, wa 13 tumeishia. 14 anasema walakini mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa. Si ndio? Nayo ilitawala hata wao wasiofanya dhambi fananayo na nani? Na kosa la Adamu, aliye mfano wake yeye atakaye kuja. Anasema lakini karama ama zawadi ama kipawa, si ndio? Ile haikuwa kama ile kosa. Kwa maana ikiwa kwa kukosa kwake yule mmoja wengi walikufa. Kwa hiyo kwa nini watu wanakufa? Kwa sababu ya kosa la yule mmoja ambaye ni nani? Adamu. Sawa? Zaidi sana neema nani? Ya Mungu na kipawa kilicho katika neema yake mwanadamu mmoja Yesu Kristo kimezidi kwa ajili ya wale wengi. Msitika masikia lugha. Amina. Amina. Imezidi kwa ajili ya wengi tena. Anasema wengi wanakufa kwa sababu ya kosa la mtu mmoja ambaye ni Adamu. Anasema zaidi sana neema na zawadi, kipawa, zawadi iliyoko ndani ya neema na ndani ya Yesu Kristo, si ndio? Itafanya kazi kwa ajili ya wengi. Sawa? Ngoja nirudie mstari wa 15. Kwa kweli unanitakasa na mimi. Asa lakini karama ile haikuwa kama lile kosa. Kwa maana ikiwa kwa kukosa kwake yule mmoja wengi walikufa, zaidi sana
neema ya Mungu, si ndio? Na kipawa ama zawadi iliyo katika neema yake mwanadamu mmoja Yesu Kristo, kimezidi kwa ajili ya wale wengi. Kwa anasema haki inapatikana katika neema ya Yesu Kristo. Amina. Amen. Si ndio? Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika. Amen. Sawa? Anaendelea anasema mstari wa 16. Wala hii Biblia inashindaga Kiswahili. Wala kadiri ya yule mtu mmoja aliyefanya dhambi sielewagi. Huu mstari sio mamkosea kutafuta. Kwenye Makabayo anasema hivi. Nikumbushe tena, Makabayo Biblia ya Katoliki. Sawa? Anasema kuna tofauti baina ya zawadi ya Mungu na dhambi ya mtu yule mmoja. Maana baada ya kosa la mtu mmoja Mungu alitoa hukumu, lakini baada ya makosa ya watu wengi Mungu aliwapa zawadi yake kwa kuwasamehe. Ile tafsiri ya neno tusikie. Tena ile karama ya Mungu si kama matokeo ya ile dhambi. Hukumu ilikuja kwa njia ya mtu mmoja. Kuleta adhabu. Bali karama ya neema ya Mungu ilikuja kwa njia ya makosa mengi ikaleta kuhesabiwa haki. Okay. Mnaelewa anachozungumza? Anasema kosa la Adamu lilileta shida kwa watu wengi. Kosa moja likaleta shida kwa watu wengi, likaleta adhabu ya kifo kwa watu wengi. Anasema lakini makosa mengi ya watu, uzinzi, uasherati, uwizi, ubakaji, uuaji, uchawi, sawa, Mungu ameyashughulikia kwa zawadi moja. Amina. Na kwa maana wakapewa haki. Kwa hiyo neema ya Yesu Kristo imeshughulikia makosa ya watu wote. Amina. Ikaleta msamaha kwa watu wote na makosa yote, alafu ikaleta haki. Amina. Tuko sawa? Sasa 17. Mnaipata? 17. Kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja. Kosa la watu wangapi? La mtu likasababisha nini? Anasema mauti ili tawala wakati uliopita jamani. Hasemi mauti ina tawala. Mauti ili tawala kwa sababu ya yule zaidi sana wao wapokeao wingi wa nini? Wa neema na kile kipawa cha haki ama zawadi ya nini? Ya haki, watatawala katika uzima kwa yule mmoja Yesu Kristo. Kwa hiyo anasema zawadi hii ya haki siipati mpaka nimepokea neema ya Yesu Kristo. Amina. Nikipokea neema ya Yesu Kristo napata zawadi ya haki. Na hii zawadi ya haki inaniwezesha kutawala katika uzima. Amina. Kutawala katika uzima. Na kama nakumbuka jana nikawaambia hivi, nirudie tena. Katika Mwanzo 1:26 Mungu anasema na tuumbe mtu kwa sura yetu na mfano wetu akatawale. Samaki wa baharini, ndege wa angani, vitu viendavyo juu ya nchi, vitambaavyo na nchi yote pia. Nikakwambia kwenye lugha ya Kiingereza anasema na tumpe ama tuwape madaraka. Let them have dominion. Kwa hiyo Mungu alipoumba hii dunia akachukua utawala na udhibiti wa hii dunia akampa mwanadamu. Amina. Sawa? Na nikakwambia kwa kuwa mwanadamu alikuwa yuko chini ya Mungu, ile mamlaka ikawa inafanya kazi chini ya uzima. Nikakwambia jana kwamba huyu mwanadamu alipopewa kusimamia hii dunia, ina maana vitu vyote katika hii dunia, ndege, samaki, wanyama, mimea, ardhi, kila kitu kilikuwa kinapata uhai wake kutoka kwa huyu mwanadamu. Amina. Kwa hiyo mwanadamu ndo alikuwa chanzo cha uhai hapa duniani.
kwa sababu yeye ndo ameumbwa na Mungu, akapewa uwakala, akapewa mamlaka ya kusimamia hii dunia. Nikakwambia alivyoasi kwa kufanya dhambi, sawa, mamlaka ile haikupotea. Mwanadamu bado akaendelea kuwa na ile mamlaka, isipokuwa safari akaama, ikaacha kufanya kazi chini ya uzima, ikaanza kufanya kazi chini ya mauti. Kwa hiyo ghafla mwanadamu amegeuka, amekuwa ndio chanzo cha mauti. Kwa hiyo mwanadamu ndiye anayeua vitu vyote. Na katika viumbe wote walioumbwa hapa duniani, walio waharibifu kuliko wote ni wanadamu. Mungu alipomuumba mwanadamu hapa duniani, Mwanzo 1:26, anasema na tuumbe mtu kwa sura yetu na mfano wetu, wakatawale, wawe watawala wa samaki wa baharini, ndege wa angani, si ndio? Viumbe vyote vilivyoko juu ya nchi ama ardhi, vinavyotambaa na nchi yote pia. Mwanzo 1:28 anasema Bwana Mungu akawabarikia, akawaambia zaeni, mkaongezeke, mkaitiishe, mkaijaze, mkaitiishe dunia ama nchi, si ndio? Alafu akazungumzia swala la mamlaka, na muwe na mamlaka juu ya. Tuko sawa? Nikakwambia mwanadamu ama Adamu ndo akawa ana udhibiti wa kila kitu kilichoumbwa na Mungu, na kwa kuwa vimewekwa chini yake, na kwa kuwa yeye alikuwa yuko chini ya Mungu, yeye ndo akawa chanzo cha uhai wa dunia nzima, kwa sababu uzima wake yeye, uhai anaupata kutoka kwa Mungu, na kwa mwanae anauachilia, ni wakala, anaachilia wa dunia nzima, viumbe vyote. Alipofanya dhambi ya uasi, akaama kutoka chini ya himaya ya Mungu, akaja chini ya himaya ya Ibilisi, mauti ikaanza kufanya kazi ndani mwake, na kwa sababu hiyo akasababisha mauti ikaanza kufanya kazi kwa viumbe wote, kwa sababu yeye ndio bosi wa hapa duniani. Kwa hiyo uzima kufanya kazi ndani mwake, na uzima unafanya kazi kwa viumbe vyote. Mauti kifanya kazi ndani mwake, na mauti inafanya kazi kwa viumbe vyote, kwa sababu yeye ndio chanzo. Na chanzo chetu sisi wanadamu inatakiwa kiwe nani? Mungu. Ndio watu wasikia Mungu anasema furaha yako, unapoona watu wanacheka hapa, hiyo furaha imeanzia kwangu. Kwa sababu yeye ndio utoshelevu wetu. Sasa ardhi ama udongo ni kati ya kitu kimojawapo ambacho mwanadamu alipewa mamlaka juu yake. Amina. Na kwa maana hiyo alikuwa anawajibika kutoa uzima kwenye hiyo ardhi. Amina. Haleluya. Amen. Kuna ardhi haizalishi kitu. Amina. Hey. Kwa hiyo naona mwanadamu ana mamlaka ya kuzungumza na hiyo ardhi ianze kuzalisha kitu. Amina. Ana uwezo wa kuachilia uzima, uhai kwenye hiyo ardhi. Amina. Haleluya. Sawa? Amen. Sawa? Amina. Sasa Mungu ni roho. Kwa hiyo wewe ni nini? Ni roho. Ulizaliwa mara ya pili, nazungumzia sasa. Sizungumzia watu wa kawaida. Sawa? Maana yake nini? Maana yake ni hii. Kwa kuwa mwili wako umetengenezwa na ndoo 16 za maji na ndoo moja ya udongo. Sawa? Na kwa kuwa maji hayo yako hapa duniani, na udongo huo uko hapa duniani, na maji hayo pamoja na udongo huo viko chini yako, chini ya mamlaka yako, na wewe umechagua uzima, unatoa uzima, inawa unaweza ukatoa uzima kwa hii ardhi, na kwa maana unaweza kutoa uzima kwa huu mwili wako. Amina. Haleluya. Vinginevyo huamini kwa dhambi ya Adamu iliua vitu vyote. Na nikawa unaamini dhambi moja ya Adamu ilisababisha mauti kwa watu wote na vitu vyote, kadhalika na uzima wa Yesu Kristo unaweza ukasababisha uzima na uhai kwa vitu vyote. Na ndio maana Biblia inasema aliye na mwana anao uzima. Amina. Amina. Yakobo 2:26 anasema mwili pasipo roho, mwili umekufa. Kwa hiyo kinachotia uzima kwenye mwili nini? Ni roho. Roho yako ina uzima, haina uzima? Sasa tuendelee. Takatu. Tuko Warumi 5 mstari wa 18. Anasema basi tena kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu. Sasa tusikilizane. Anasema kwa kukosa mtu mmoja watu wangapi? Wote. Walihukumiwa nini? Adhabu gani? Adhabu ya nini? Ya kifo.
Kwa hiyo akisema sasa basi hakuna hukumu ya adhabu, anazungumzia adhabu ya nini? Ya kifo. Haleluya. Mnaanza kuelewa anachokizungumza? Sikio mstari wa 10 anasema basi tena kama kwa kosa moja la nani? Adamu, watu wote walihukumiwa nini? Adhabu. Adhabu gani? Ya kifo. Si ndio? Sawa? Anasema kadhalika kwa tendo moja la nini? La haki, watu wote walihesabiwa haki yenye nini? Yenye uzima. Kwa hiyo haki inaleta nini? Uzima. 19. Kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Sasa inakuwaje kanisa linakubali mtu mmoja anaweza akaingiza watu wengi kwenye dhambi, wanakataa kuamini kwamba mtu mmoja anaweza akaingiza watu wengi kwenye haki? Wanakubali kwamba dhambi ya Adamu pamoja na kwamba wewe ukifanya imekuletea dhambi wewe, kwa nini wanakataa kuona kwamba haki ya Kristo pamoja na wewe kufanya tendo la haki imekuletea haki? Amina. Sasa tuta tukawakamate na hoja hii. Sasa nataka tuache hapa, twende mlango wa 6. Alafu nione leo hii kama mpaka hapo mtakuwa mmekuwa ama hamjakuwa bado. Warumi 6. Naanza mstari wa 20. Anasema kwa maana mlipokuwa wakati uliopo uliopita unaokuja uliopita, kwa maana mlipokuwa watumwa wa dhambi. Kwa hiyo mlikuwa watumwa wa dhambi lini? Zamani. Mlikuwa huru mbali na nini jamani? Na haki. Ni faida gani basi mlioipata siku zile kwa mambo hayo mnayo yatahayarikia sasa? Kwa maana mwisho wa mambo hayo nini? Mauti. Lakini sasa mkiisha kuwekwa huru na kuwa mbali na nini? Na dhambi, na kufanywa watumwa wa nini? Wa Mungu. Mnayo faida yenu ndiyo kutakaswa, na mwisho wake ni uzima wa nini? Wa milele. Kwanza mmewekwa mbali na nini jamani? Biblia yako nasema hivi? Ama haisemi hivi? Uko mbali na nini? Uko mbali na nini? Mstari wa 23. Kwa maana mshahara wa dhambi ni nini? Mauti. Bali karama ya Mungu ni nini? Uzima. Swali. Karama inayozungumziwa hapa ni karama gani? Haki. Karama inayozungumziwa hapa ni karama gani? Haki. Sasa naomba nikuulize swali. Mpo? Tupo. Peoples mupo? Tupo. Swali ni hili. Kanisa wanasema mshahara wa dhambi ni mauti katika mwili. Karama ya haki ni uzima katika roho. Maana tafsiri ni sahihi? Sio. Mauti wanakubali ni mwilini. Si ndio? Kwamba kazi ya dhambi inaleta mauti mwilini. Alafu wanasema kazi ya haki inaleta uzima rohoni. Na kasira kanapanda. Maana hapa ndo ambapo ibilisi amekuwa akidanganyia kanisa na dunia. Kama Yesu alikuwa amekuja kuondoa madhara ya dhambi rohoni, hakuwa na sababu ya kufa mwilini. Angepiga juu kwa juu. Na in fact ukisoma Biblia Ufunuo 13:8, nadhani waraka wa kwanza wa Petro mlango wa kwanza ukianza ule mstari wa 18, anasema Kristo alikufa msalabani kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kwa hiyo rohoni alikuwa amekwisha kufa kabla hata vurugu za Adamu hazijaanza. Tungeambiwaga tu ingetosha.